ufanye nini watu wanapokataa wazo lako, au ufanyeje mara baada ya wazo lako kukataliwa na watu. Kweli ni kwamba katika maisha si kila jambo ambalo tutasema mbele za watu watakubali, na bahati nzuri kwamba mengi ambayo yalikataliwa ndiyo kuwa yanakuja kuwa mambo mazuri zaidi na kufanya au kubadili maisha ya watu. Mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kwamba maono makubwa au mawazo makubwa au mawazo mazuri ni yale ambayo yanagusa mahitaji ya watu na yanaweza yakabadili maisha ya watu. Sasa kuna mambo mengi sana watu wanayasema mbele za watu kwa maana kama wazo, mchango, lakini huwa inatokea kupinga. Wewe ulitoa mchango kwa bosi wako, wewe ulitoa wazo kwa bosi wako, au kwa mtu ambaye unafanya kazi naye pamoja, au kwa rafiki yako, au kwa mpenzi wako, au kwa wazazi wako, lakini wasikuamini. Lakini kuna vitu kadhaa ambavyo unaweza ukavizingatia ili kuweza kuisha kile kitu ambacho wamekikataa na kikaja ikaleta matokeo na baadaye wakakubali. Kabla sijafika huko, nitakuelezea baadhi ya watu maarufu duniani ambao mawazo yao yalikataliwa, lakini mpaka leo hii mawazo hayo yalikuja kuthibitika na kuleta matokeo makubwa na yamebadili ulimwengu ambao tunaishi sasa. Mtu wa kwanza anaitwa Robert Fulton. Huyu jamaa ni Marekani ambaye aligundua injini. Huyu jamaa aligundua ndege, na alipogundua ndege alipeleka mswada katika bunge la Marekani kwamba apewe fedha ili kwa hiyo kufanyia majaribio. Lakini kwa bahati mbaya sana ile wazo halikubaliwa kwa sababu kile ambacho alikuwa anakisema watu hawakuamini, maana walimjibu kwamba hajawahi kutokea duniani mtu akapanda angani kwa kutumia mashine. Lakini wazo lake baadaye lilikuja likafanikiwa, na ndio maana leo hii unavyoona ndege zinatoa na kupaa kwa sababu ya wazo lake. Kwa hiyo kila jambo ambalo unalifanya au unasema mbele za watu wakakataa, usikubali kuliacha kwa sababu wao hawaoni kama unavyoona. Lakini mtu mwingine wa pili anaitwa Westinghouse. Huyu ni Marekani pia. Huyu aligundua breki ya kutumia hewa au tusema kwamba upepo. Mtu huyu bwana, yeye aligundua breki, na breki hiyo itakuwa inatumia upepo kusimamisha treni. Lakini wale wataalamu wa reli au makampuni ya reli walimpinga kwamba hilo wazo haliwezekani, ni la kipuuzi. Lakini baada ya muda mfupi kadri alivyokuwa anapambana, bunge la Marekani lilipitisha sheria na kufanya kwamba wale watu walazimike kufanya hiyo sheria ikawekwa kwenye miongozo ya matumizi ya treni, na baadaye mpaka leo unavyoona treni nyingi zinatumia hewa au zinatumia upepo katika breki za siku hizi. Kwa hiyo ni mtu ambaye naye alikataliwa. Lakini mtu mwingine wa mwisho anaitwa Samuel Pierpont. Huyu jamani ni Mfaransa ambaye aligundua injini. Injini hii bwana ilikuwa inatumia mvuke. Aligundua injini ya meli ambayo ilitakiwa iwe inatumia mvuke, na injini hiyo ilikuwa inaweza kuifanya meli ikaenda kinyume na uelekeo wa upepo. Ukumbuke kwamba kabla ya ugunduzi wa meli watu walikuwa wanatumia mashua, wanatumia maboti, na maboti hayo yalikuwa yanafuata upepo unaelekea wapi ndipo unaelekea. Lakini alipotoa hilo wazo alimkatalia kwamba hilo wazo haliwezekani, lakini baadaye alifanyia kazi na kuleta matokeo makubwa sana ambapo mpaka leo watu wanatumia meli. Meli sasa hivi hazifuati upepo unaelekea wapi. Upepo unaweza ukawa unaelekea kusini, lakini meli ikawa inaelekea mashariki. Kwa hiyo ni mawazo ambayo ni watu ambao walifanya hayo mambo na wamebadilisha ulimwengu. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo unaweza kuyafanya mara baada ya wazo lako kukataliwa. Jambo la kwanza ni tunasema kwamba kuendelea kushikilia mtazamo wako. Mtazamo wako ndio kitu pekee ambacho unaweza kufanya ukafanya mambo makubwa duniani. Kwenye kitabu changu ambacho nimekiandika kinachoitwa Nguvu ya Mtazamo Wako, nimeeleza namna ambavyo mtazamo unaweza kukubadili kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Kuna watu kadhaa ambao walishikilia mtazamo na wakafanikiwa malengo. Kuna dada mmoja anaitwa Jessica Cox. Huyu mdada alizaliwa Marekani, nchini Marekani, akazaliwa hana mikono, na akawaambia wazazi wake ana mpango au ana ndoto ya kusomea urubani. Watu walimtia kwamba haiwezekani, kubali gani hana mikono. Lakini yeye kwenye mtazamo wake aliona kwamba ni kweli hana mikono, lakini ndani ya nafsi yake ana mikono. Alisomea na akaja akawa rubani, na ni mwanamke wa kwanza duniani kuendesha ndege kutumia miguu. Lakini mtu mwingine anaitwa Roger Bannister. Huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ndoto ya kuvunja rekodi ambayo ilikuwa imekataliwa na shirika la afya duniani. Shirika la afya duniani walikuwa wamethibitisha kwamba haiwezekani kwa mtu kukimbia maili moja chini ya dakika 4.
Lakini huyu jamaa alichokifanya ni kwamba ni kuweka malengo kwa kufanya mazoezi. Alifanya mazoezi ya kutosha. Baadaye siku ya kesho wana mashindano ya riadha kukimbia. Inaonekana mentor wake alimwambia kwamba hamna, wewe afya yako haiko sawa, kwa hiyo hutakiwi kwenda kwenye mashindano. Akasema kwamba hapana, ni lazima nifanye ndoto yangu kazi. Nina ndoto ya kuvunja rekodi ambayo imekataliwa muda mrefu. Alienda kukimbia, lakini cha ajabu sana alikimbia dakika 3 na sekunde 59.9 na akawa amevunja rekodi. Wazo lake lilikuwa limetimia. Mtu mwingine Nelson Mandela, huyu jamaa alikamatwa na wazungu wakampeleka jela, wakamchimbia shimo, wakamweka chini, wakamkojolea na wakasema kwamba wewe huwezi kaja kwa kiongozi, lakini akasema kwamba no, ipo siku nitaongoza nchi yangu. Na kweli alikuja akafanikiwa, akawa ni rais wa kwanza wa nchi ya South Africa. Kwa hiyo ni maana kwamba shikilia mtazamo wako pekee ambao unaweza kukufanyia mambo makubwa na kubadili maisha yako. Lakini jambo lingine unapokataliwa ni jifunze zaidi, jifunze zaidi, maana kwamba watu wanapokataa wazo lako, maana yake ni kwamba hawajaona impact wala matokeo ya wazo lako. Sio kwamba hawalitaki, wamelikataa kwa sababu hawajaona matokeo. Kumbuka hapo siku hizi bwana, wengi hawaamini kwenye maneno wala maandishi, wanaamini waone matokeo. Kwa hiyo unapokataliwa, endelea kujifunza kwenye maeneo kama hayo. Kuna huyu anaitwa Oprah Winfrey. Oprah Winfrey huyu ni mdada ambaye aliwahi kusema kwamba ukiwa bora kwenye eneo lako, ukiwa bora zaidi, hakuna mtu atakaye kuhukumu kwa ajili ya kabila lako wala rangi yako wala elimu yako. Kwa hiyo unatakiwa kujifunza zaidi na kuendelea kuwa bora. Lakini wataalamu wanasemaje? Wanasema hivi, ukianza kujifunza kwenye eneo moja kila siku kama tumia dakika 90, baada ya miaka 5 utakuwa umetumia masaa 10,000 ambayo utakuwa mtaalamu katika eneo hilo, mbobevu, na baadaye sasa utaanza kuhitajika na watu ambao wanashika katika maeneo hayo. Kwa hiyo ni vyema sana ukaendelea kujifunza katika eneo lako. Lakini mtu mwingine anaitwa Glenn Carnegie. Huyu jamaa yeye alikuwa anasoma na kaka yake katika shule, nyumba yao ilikuwa karibu na shule. Sasa huyu jamaa mwalimu aliwaambia kwamba kwa sababu mnaishi karibu na shule, mnatakiwa kila siku kwenda kuweka moto kwenye madarasa ili madarasa yapate moto, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha baridi. Lakini kuna mtu aliweka petroli kwenye dumu ambalo walikuwa wanaweka mafuta ya taa. Bahati mbaya moto ulipuka, wakaungua, miili yao 80% ya miili yao ilipata moto. Bahati mbaya kaka yake alifariki, lakini akiwa amelazwa hospitalini alisikia wale wahudumu au madaktari wanasema kwamba wamkate miguu. Lakini mama yake alipomwambia akasema kwamba hapana mama, sitaki nikate miguu. Kwa sababu gani? Mimi nina ndoto ya kuwa mwanariadha mkubwa duniani. Kuliko nikate miguu nishike kutimiza ndoto yangu, bora nife. Madaktari wasema kwamba haiwezekani, hataweza kusurvive. Akasema kwamba haiwezekani na mimi sitaki kukata miguu. Akakata miguu, aliendelea kuhudumiwa na baadaye alianza kupiga mazoezi, kujifunza zaidi, akaanza kutembea. Lakini wataalamu wanasema kwamba mahali alipokuwa anatembea ilifika mpaka akatengeneza njia, akawa anafanya mazoezi. Ilipofika ule wakati sasa alikuja kuwa mwanariadha mkubwa ambaye alishinda medali zaidi ya 30 za dhahabu. Kwa hiyo mawazo yake yakawa yametimia. Kwa hiyo unapokuwa na wazo, endelea kujifunza zaidi na zaidi ili kuwa bora zaidi. Lakini jambo lingine ambalo ninalofanya ni kufanya maamuzi thabiti. Maamuzi haya maana kwamba unaamua kujitoa sadaka. Maana yake kisha muda wote unatumia kwenye hilo jambo, mali kwa maana rasilimali zote, rasilimali muda, rasilimali fedha, akili na kila jambo lote, hakika umelipeleka katika eneo hilo. Kwa sababu usipofanya hivyo utasababisha wale watu ambao walikataa wazo lako wajisikie furaha. Kwa jambo la kufanya kwamba ni kuendelea kufanya na kuongeza nguvu zote ili waje waone impact ya wazo ambalo ulilisema. Lakini jambo la mwisho ni kufurahi kila hatua unayofikia. Jaribu kufurahi. Kwa sababu gani? Kitaalamu na kisaikolojia inaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya furaha na ufanisi wa kazi. Unapokuwa umefika hatua fulani, hebu furahia. Kwa nini? Kwa sababu gani? Unapokuwa unafurahi, maana yake unauandaa ubongo wako kuwa fit kwa ajili ya kufanya na hatua nyingine. Kama utakuwa na huzuni, kinachotokea ni kwamba ni kufunga ubongo wako na ubongo wako utashindwa kufanya kazi kwa ufanisi na utashindwa kufikia malengo. Kwa hiyo cha msingi ni kuendelea kufanya kwa maana kufurahi katika kila hatua unayofanya unayofikia. Ili uweze kujifunza zaidi, unaweza ukatafuta kitabu changu ambacho kinaitwa Nguvu ya Mtazamo Wako, ambacho nimekiandika, kinaeleza zaidi, utajifunza kwa kina zaidi. Lakini pia unaweza ukafuatilia video zangu za YouTube kwa jina la Samson Wilson ukajifunza zaidi. See you at next level.